Iko chini ya mkandarasi kampuni ya Dimeto Classa na mkataba unatuongoza kutekeleza miradi miwili, upande wa soko na stendi. Na hii site ambayo tuko nayo ni site ya soko. Kama mkurugenzi alivyoelezea, upande huu wa soko tuna sehemu tatu. Kuna upande wa kushoto ambao tunategemea kuwa na ghorofa moja ambayo chini inakuwa na frame na juu pia ina frame. Na upande wa katikati tunategemea kuwa na vizimba, na upande wa kulia tunategemea pia kuwa na frame juu na chini. Na soko letu pia linaingilika pande zote, kwa maana upande wa huku ambao tunauangalia ndio tulioingia pia patakuwa panaingilika, kwa maana kutakuwa na parking, magari yanaweza yakaingia kwa maana ya malori na magari madogo na watu wa kawaida. Na upande wa huku pia barabara patakuwa panaingilika, kuna corridor na kutakuwa na parking, na upande wa huku pia kutakuwa na parking za kutosha, na upande wa juu pia. Na katika utekelezaji so far, kazi ambazo tunaendelea nazo, tunaendelea na nguzo kama mnavyoona upande huu, na tumeanza formwork ya slab na kazi ya pia mabomba upande wa plumbing kwa maana maji taka na maji safi, na pia na kazi za umeme zimeanza. Kwa upande huu pia kuna mafundi nao bado wanaendelea. Kwa upande wa pili tunategemea pia kuanza umwagaji wa jamvi la juu, na baada ya hapo tutaendelea na nguzo kama upande huu ambapo unaonekana. Na katika mikakati yetu pia utekelezaji, kipindi hiki cha mvua tunakutana na hizo changamoto za mvua na inaathiri kiasi fulani utendaji, lakini mikakati tulionayo ni kufanya kazi regardless ya changamoto ya hali ya hewa, na tuna matumaini kukamilisha kazi kwa wakati. Na upande hasa wa soko ni watoe shaka, kwa namna tunavyoenda tunaweza tukakamilisha kabla muda mkataba, na hasa upande wa stendi ndo tunatazamia kwenda nao mpaka ndani ya muda wa mkataba, kwa maana upande wa soko malengo yetu ni kumaliza ndani ya mwezi wa 7. Upande wa stendi tulikuwa na issue za kimichoro ambazo zilipelekea ucheleweshaji kiasi fulani. Kulikuwa kuna namna ambavyo mchoro ulikuwa unahitaji maboresho, umeendelea, na hivi karibuni tumeweza kupokea michoro. Kwa namna moja au nyingine imeathiri utendaji wa kazi, lakini dhamira yetu iko pale pale kuweza kumaliza kazi ndani ya wakati, na tumeshaanza kazi. Tumeanza excavation ya uchimbaji wa msingi, tunavyoongea hivi mashine ziko site, na tunaendelea kujipanga nako kwenda na kasi ambayo inatakiwa ili tuendelee kubaki ndani ya muda wa mradi ambao ni rasmi miezi 15. Tumepewa miradi ya barabara, asilimia zinavyoendelea, tunakuendelea vizuri. Mradi wa kusafisha mto Kanoni wanavyoendelea kuanzia custom na yenyewe tumeambiwa, lakini tumekuja kwa macho kujionea mradi ambao unabeba maelfu ya watu wa Wanabukoba, ambayo ndio soko la Bukoba Manispaa. Tumeona watu wengi huko wanadhani hii kazi haiendelei, lakini kwa sasa kwa macho yenu kama mashahidi mnaona kazi inakwenda spidi sana kuliko hata malengo tuliyokuwa nayo. Tofauti na changamoto walizonazo za hali ya hewa ambayo ndio za mkoa wetu wa Kagera, hizo kwetu tunasema sio changamoto, ni fursa, kwa sababu ndio hali ya hewa ya Kagera tulishaizoea, lakini wakandarasi hawa wameendelea kufanya kazi kwa spidi ambayo tunahitaji. Mimi tu niwaendelee kuwahimiza na kuwaomba kazi hii, kama mlivyoahidi mwezi wa 7 tutakuwa tunafika kileleni, angalau watu wetu, wafanyabiashara wetu, wananchi wa Bukoba Manispaa wanaanza kupata huduma ya soko lao. Basi niombe angalau huo muda ambao mmejipangia ukamilike na tuweze kufuata huduma kwa wananchi. Spidi yenu mlivyoelezea mimi nimeelewa kama mtaalamu. Sasa mkimaliza ndani ya muda itapendeza sana, na upande wa pili nimeona mnavyoendelea. Na kule sokoni changamoto stendi, changamoto tumeiona. Sasa mimi ushauri wangu ni mmoja, sasa hivi tuna mvua inanyesha. Kwa hiyo tujitahidi kazi zile ambazo zinaweza kufanyika usiku tujaribu kuzifanya, to balance time ili ya kuweza kumaliza. Lakini na kule kwenye kingo za mto Kanoni naona mnaendelea kupanua, lakini mungeongeza nguvu kidogo na kule. Lakini kwa sasa najua mwezi kwanza kujenga sababu ya mvua. Upande wa barabara ni shauri pale, kuna maeneo ambayo barabara tunazitengeneza 0 kilomita 10. Kwa kipindi hiki cha mvua ambao kinanyesha tuweze kujaribu kuhakikisha zinapitika kwa muda wote ili kuondoa hili changamoto.